موالى وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwa sababu kumaliza ibada hii na haraka tutakapofanya mambo mengine. Jambo la kwanza ni wasia kwamba tuko katika siku ya kwanza ya Shawwal ya mfunguo mosi, na ndi siku ya leo tumeswali Eid kwa ajili ya kushereheka kwa amali ya ibada ya somo. Na leo ni siku ngumu sana ambayo umeyafanya katika mwezi mzima, unaweza kuharibu. Ndio maana kuna maneno yanayozungumzwa kwamba man asaha yawma al-Eid fakaannama asahu yawma al-Eid. Mtu ambaye anamwasi Mungu ndani ya siku hii ya leo ya Eid, basi huyu ni sawa sawa na mtu anayemwasi Mwenyezi Mungu siku ile ya kiyama. Kiyama kimesimama afu unamwasi Mungu. Uzito wake, yani uzito wa kumwasi Mungu ndani ya siku hii ya leo ni kama vile siku ya kiyama kimefika alafu wewe unamwasi Mungu siku ile. Wewe mwenyewe angalia tu maneno hayo, hiyo logic ya maneno hayo, utaona jinsi uzito wa siku ya leo. Ni siku ya kulindwa. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iko ndani ya vitabu vyetu Bulughul Maram wa katika vitabu Naibul Awtar utaikuta. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yaquma. Yani Mtume aliwasili akakuta watu wa Madina wana siku mbili ambazo Mtume hakusema wanashereheka. Anasema yala abuna fihima, wanacheza katika siku ile. Kisha Mtume aliwaambia nini? Qad abdalakumullahu yawmayn khayran minhuma yawma Eid al-Fitr wa yawma Eid al-Adha. Mwenyezi Mungu amekubadilishieni sasa, amekupeni siku nyingine mbili zilizo bora kuliko zile mlizokuwa mnafuata. Wanashereheka au kucheza katika mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka. Ndio Mtume aliwakuta wakiwa na ada hiyo na desturi. Mwanzo wa mwaka wanashereheka kama wanavyojidai. Mtume amesema wanacheza, akawaambia viacheni hizo siku mbili, chukueni siku mbili na Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekubadilisha nyinyi mtashereheka kufiria madhambi yenu. Na tangu mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu alikuwa anawaacha uhuru watu na moto. Na siku ya usiku wa Eid, usiku wa jana kuamkia leo mpaka kwenye sala, Mwenyezi Mungu anawaachia huru kwa kiasi kile cha toka mwanzo wa Ramadhani mpaka jana. Kwa hiyo siku ya leo haitaki watu kufanya mchezo, ni siku ya kutembeleana, siku ya huruma kama alivyosema Khatib, siku ya kuonesha mapenzi baina ya mtu na mtu. Kisha ni siku ya kuondosha mifundo, kuondosha ihi. Wale wenye mifundo hawapatani, hawakubali. Siku hii ya leo watu wapendane, Rasulullah wasema wala tahasadu, msihusudiane, wala tadabaru, wala msipiane mgongo. Mtume anasema wakunu ibadallahi ikhwana, iwani ninyi waja wa Mungu ndugu. Innamal mu'minuna ikhwa, hakuna nyingineyo, hapana si mengineyo. Waislamu wote ni ndugu, na ikhwa ni kama au tunasema ikhwan. Na Mungu akusema innamal mu'minuna ikhwan, akuleta hiyo, amesema ikhwa. Lish amesema ikhwa kwa sababu ikhwa, wingi wa neno ikhwa katika lugha ya Kiarabu ina maana ya ndugu wa mtoke baba mmoja mama mmoja. Sasa Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani Waislamu ni ndugu kama vile alivyo mtu na ndugu yake baba mmoja mama mmoja. Kwa hiyo la yadhlimu, wasimdhulumu, wala yakhdhulumu, wala yusra, wala yaqiru, wala asimdharau ndugu yake, kwa sababu ni ndugu yake. Almuslimu akhul muslim, Muislamu ndugu yake ni Muislamu mwenzake. Akaweza kutoa kwa mtu mwingine au akaonesha mapenzi kwa mtu mwingine akamwacha Muislamu mwenzake, hii huwezi kukubalika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kuangalia sana, na siku ya kushikamana sana, ni siku ya kuondosha mifundo. Watu wenye kugombana leo wapatane, kwa sababu siku ya kiyama wataambiwa ingieni peponi, watakwenda mpaka peponi.
wakifika katika milango ya peponi inajifunga yenyewe ile milango. Si tumeambiwa tuingie peponi, mbona milango inajifunga? Akamba hapana, wazuilieni hao hata yastaliha, mpaka wapatane. Hao wasiingie peponi, ndio wakadiria kuingia peponi, lakini milango inajifunga kwa sababu ya ile mifundo na ile hali ya kutokupatana na uadui ulio kati ya Muislamu na Muislamu mwingine. Muislamu atakiwa ampendelee mwenzake kheri. Milango inajifunga, wasiingie, wazuilieni wasiingie peponi hao mpaka wapatane. Yani mpaka mpatane nyinyi, mlango wa pepo huu hapa unaambiwa msiingie mpaka mpatane. Mtakampatana ndio milango automatic inafunguka. Tilqaiyan inafunguka ile milango. Nini sababu yake? Kwa sababu ilikuwa hampatani, na hakulileta hilo Mwenyezi Mungu kwa Waislamu, hakulifundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na gonjwa hili liko kwa mashekhe. Yani kila lakini bado mtu anaona kama hili namna gani? Pataneni. Mashekhe ndio nataka muoneshe mfano wa kwanza. Hili la nitakuligusia kidogo wasia wangu katika siku ya Al-Eid. Lakini jingine niwakaribishe sasa kwenye baraza la Eid kuanzia saa 8 leo mchana katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere. Wote tufike pale, kuna mambo mengi yatafanywa na tutapata nyasia nyingi, na tunatarajia insha Allah taala biidhni mgeni wetu rasmi atakuwa ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nimemwona kaka yangu hapa Mzee Kikwete, Mzee Rashid Osman, nani najua wote watakuja kwenye baraza la Eid, na mzee nimemwona pale Deuji na mawaziri wengi, Mzee Mchengelo yuko hapa, wote watafika katika baraza la Eid la leo. Na alhamdulillah, mwisho Eid yetu au Ramadhani yetu katika msikiti wa Muhammad Sadis tulikuwa na maimamu wetu kutoka Morocco ambao swala hii ya Eid ndio wamemaliza kazi yao. Wao nitapenda wasimame hapa watoe salamu ili Waislamu pate kuwaona kwamba tumeletewa wataalamu. Hawa ni madaktari, ni watu ambao wamesoma katika ufikia ngazi. Aidha,